Taarifa za makamu wa rais kujiuzulu wadhifa wake mapema leo bado zimezua taharuki nchini humo na mijadala ikiendelea kufuatia hatua hiyo iliyowashitua wengi. Bado mamlaka hazijasema chochote hadi muda huu kufuatia tangazo hilo la Dr. Emmanuel Nchimbi, na hilo ndilo linasubiriwa kwa hamu na Watanzania wengi hivi sasa. Lakini yapi yanayotawala hadi wakati huu? Nilizungumza muda mfupi uliopita na mwenzetu Doto Bulendo ambaye amekuwa akifuatilia kwa siku nzima ya leo kutokea huko jijini Mwanza, Tanzania, na haya ndiyo aliyoyasema. Kama unakumbuka kiapo cha makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, alisema angemsaidia, amejiandaa kumsaidia ipasavyo Rais Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya urais, yeye akiwa makamu wake. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, joto la siasa la Tanzania ambao lilikuwa linasukumwa zaidi na yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu, taratibu viongozi wakuu walionekana wanapotoka nje ya umma, kulikuwa kuna kauli za kukinzana, hali ambayo ilisababisha wafuatiliaji wa siasa za Tanzania kuanza kuona kama kuna kutokuelewana kwa mitazamo juu ya yaliyotokea Oktoba 29 kwa viongozi wakuu wa serikali. Hiki hasa ndicho ambacho watu wanakiona kimekuwa chanzo cha hiki ambacho kinaendelea hii sasa nchini Tanzania. Wapo wengine wanaoona, Doto, kwamba Dr. Nchimbi amewasaliti. Ni majuzi tu alinukuliwa na vyombo vya habari akiwataka Watanzania kupigania katiba mpya, lakini sasa muda mfupi baada ya hapo anajiuzulu. Wanaona kana kwamba amewaacha njia panda ambayo yeye mwenyewe ni kama alifungua kwa ule mtizamo ambao ameuonyesha tena akiwa kiongozi mkubwa serikalini. Upi mtizamo wako? Kweli kwamba wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa asasi za kiraia nchini Tanzania, aliwahamasisha Watanzania kwamba wapiganie katiba mpya, lakini leo hii barua yake inatoka mitandaoni kwamba ameachia ngazi. Wengi walidhani angeisukuma kutoka ndani, lakini kutoka kwake nje wengine watafsiri kwamba labda anakuja kutekeleza kile ambacho aliwahamasisha Watanzania kuisaka katiba mpya akiwa nje ya mfumo wa kiserikali. Na wewe mwenyewe unaonaje? Ni ngumu kwa sababu Nchimbi amekuwa ana rekodi za kujiondosha pale inapotokea kutokuelewana. Alifanya hivyo mwaka 2014 wakati wa sakata la Operation Tokomeza. Mwaka 2014 aliachia nafasi ya waziri wa mambo ya ndani. Mwaka 2015 alipingana na maamuzi ya kamati kuu kukata jina la Edward Lowassa. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye anachukua maamuzi magumu. Nchimbi kumtafsiri, kumtabiri katika siasa zake imekuwa ngumu sana. Hata akiwa katibu mkuu aliwahi kutoa kauli tata aliposema kwamba yeye ni mtu wa misimamo na yuko tayari kufukuzwa kwa kusimamia misimamo. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye hatabiriki katika siasa zake kwa kweli. Ipo mitizamo mbalimbali sasa inaibuka tena kuhusiana na matukio ya kujiuzulu. Kumekuwa na mfululizo huu ambao umeshuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kama mfuatiliaji, Doto, na mwandishi wa habari, hali hii kwa ujumla inatoa picha gani pana ya kisiasa na kiutawala nchini Tanzania? Bado kuna changamoto nadhani ya kikatiba Tanzania kwa mtazamo wangu. Karibu serikali zote zimejikuta zikipita katika mazingira haya ya viongozi wakuu kuachia ngazi, nadhani isipokuwa wakati wa Rais Magufuli na pia Rais Mkapa. Nadhani hii ni changamoto ya namna ya viongozi kuwa na mamlaka yao ya kujisimamia, lakini pia inawezekana ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja baadhi ya viongozi wakubaliana nayo ndani ya serikali. Hivyo kuna kipindi wanachukua uamuzi wa kuwajibika tofauti na serikali, na hichi ndicho ambacho kinajitokeza kwa baadhi ya viongozi. Wamekuwa wanaona yale ambayo yanafanywa na serikali hawakubaliani nayo, wanatoa kauli ambazo zinaleta utata na wanajikuta wanatoka nje. Kwa mimi nadhani ni viongozi wengi wakubaliana na dhana ya uwajibikaji wa pamoja, wanataka kuwajibika tofauti na mfumo mzima. Na kwa ujumla hatua hii inaandika historia gani mpya ya kisiasa nchini humo? Nadhani inaweka historia katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika 3 na mawaziri wakuu 2 na makamu wa rais 3 sasa. Kwa hiyo hii ni historia ambayo Rais Samia Suluhu Hassan atapokuwa anatoka ataweka rekodi hiyo ambayo haikuwahi kutokea kwa watangulizi wake. Ni mwenzetu Doto Bulendo huyo akitupitisha hapa na pale kufuatia hatua hiyo ya makamu wa rais nchini Tanzania kujiuzulu Emmanuel Nchimbi. Na yeye sasa anaingia katika orodha ya vigogo wa ngazi ya juu katika siasa za nchi hiyo kuachia ngazi tangu Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani. Mwenzetu George Njogopa anamulika zaidi hali hiyo katika ripoti yake hii ambayo ametuandalia.
Rais Samia tayari amefanya kazi na makamu wa rais wawili, huku pia akiwa amehudumu na mawaziri wakuu wawili tangu alipoingia madarakani kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2021. Makamu wa rais Philip Mpango alianza naye kazi baada ya kushika hatamu ya uongozi kufuatia kifo cha mtangulizi wake hayati John Magufuli. Sasa amejiweka kando na utumishi wa umma. Ilitarajiwa kuwa makamu wa rais huyo aliyotizama kama mwanasiasa mwenye kutembea kwa kufuata siasa za unyenyekevu, pengine angeendelea kusalia katika nafasi hiyo katika awamu ya pili ya Rais Samia. Hata hivyo, Rais Samia alieleza hadharani kwamba alipokea barua kutoka kwake iliyomjulisha nia ya kiongozi huyo kutaka kukaa pembeni na utumishi wa umma. Kauli hiyo ilifafanuliwa pia na mwenye Mpango wakati aliposhiriki shughuli za umma. Kwa hiyo na mimi nitaenda kuendeleza taaluma ya baba katika kilimo. Spika wa bunge hayati Job Ndugai ndiye kigogo wa kwanza ndani ya utawala wa Rais Samia kukumbwa na wimbi la mabadiliko ya kisiasa, akiweka rekodi ya kuwa kiongozi wa kwanza bungeni kuachia ngazi katika mazingira yasiyotarajiwa. Hatua hiyo ilifuatia na kauli yake ilionekana kukosoa utawala wa Rais nchi kuingia madarakani kutokana na ongezeko kubwa la madeni lililotokana na ukopaji mkubwa kutoka taasisi za kigeni. Hivi sasa deni letu 70 trillion. Kuna siku nchi itapigwa mnada. Madeni. Ingawa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anaingia katika rekodi ya kuwa waziri mkuu wa pili aliyewahi kudumu katika wadhifa huo kwa mihula yote miwili ya miaka mitano, hata hivyo alikuwa bado na ndoto ya kuendelea kusalia katika eneo hilo. Hata hivyo, akiwa tayari ametangaza nia ya kwenda kuwania tena nafasi ya ubunge jimboni kwake katika uchaguzi wa mwaka uliopita 2025, ghafla alibadili gia angani akitangaza uamuzi mpya wa kwa ngazi. Haikufahamika mara moja kwa nini alichukua uamuzi huo uliwashangaza wengi. Baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka 15. Utawala wa Rais Samia pia unashuhudia spika wa 7 wa bunge la Tanzania Tulia Ackson akijiweka kando na kiti hicho, licha kwamba alikuwa tayari ametangaza hadharani uamuzi wake kutaka kutetea nafasi yake. Mwanasiasa wa siku nyingi ndani ya chama tawala CCM Abdurrahman Kinana ni kiongozi mwingine anayeandika alama ndani ya utawala wa Rais Samia kwa kuachia ngazi katika mazingira ya kustaajabisha. Barua yake ya kushutukiza kuachia ngazi nafasi ya makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara ilizusha gumzo kubwa lililomalizika kwa kuacha maswali mengi. Hakuna kilichoelezwa bayana kuhusu hatua hiyo. Na sasa hatimaye Emmanuel Nchimbi ameingia katika rekodi hiyo ya kuwa miongoni mwa vigogo walioachia ngazi wakiwa bado safarini. Kutoka Dar es Salaam, ndicho Chinchogopa wa DW.